katika kila jambo lazima kuwe na mchezaji bora ambaye ameweza kufanya vizuri. Pasi na shaka katika soka la wanawake ukitaja X Factor hautoacha kumzungumzia Winfrida Gerald ambaye ameonyesha kiwango bora katika mchezo huu. Winfrida, umekuwa bora, hongera, lakini unafikiri pengine nini asiri ya mafanikio? Nini asiri ya hichi ambacho unakionyesha? Kwa kiasi gani pekee pamoja na wachezaji wako mmehakikisha mnapata ubingwa? Furaha kiasi gani pia katika siku ya leo? Niweze kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi kama wachezaji tumeweza kujituma, tumesikiliza walimu walichotuelekeza uwanjani na tumeweza kuleta kwenye sehemu ya uwanja kwenye mechi. Mara pili mfululizo mnapata ubingwa huu wa ngao ya jamii. Kama wachezaji, kama mchezaji, ukiwa miongoni mwa wachezaji ambao umetoa mchango wako, goli lako la kwanza ndio limeongeza nguvu mpaka mkapata bao la pili, hatimaye mnakwenda kupata ubingwa wa michuano hii. Kwa kiasi gani wewe unapata faraja, unajisikia furaha, lakini tuambie na ndoto zako sasa zipi hasa kubwa? Pengine tutarajie kwa wewe mwenyewe unatamani kutoka nje hapa kwa hichi unachokionyesha? Ndiyo, kwa mimi natamani kutoka kwenda nje ya nchi, ila mimi kama mchezaji nimeweza kujituma na tumeweza kupambana na wachezaji wenzetu, tumejituma, hatujakata tamaa, japo tulikuwa tumechoka, ila tumeweza kujituma, tumeweza kupambana, tumeweza kupata pointi 3 na tumeweza kuchukua ngao tunaipeleka nyumbani. Shukrani. Asante sana. Ni Winfrida Gerald hapa, na shaka umeweza kumsikia akieleza furaha yake miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kufanya vema katika michuano hii. Goli lake la kwanza hatimaye na kusababisha goli la pili, wameweza kupata ushindi. Na zungumza na upande wa Simba Queens, ni matokeo ya mpira ndivyo yalivyo, kushinda, kushindwa ama kupata suluhu, lakini kama wachezaji, kwa kiasi gani mmeipokea hii funzo, kiasi gani, kwa kiasi gani mnakwenda kuyatumia mapungufu yenu kuhakikisha mnajitengeneza na hatimaye mrejee mkiwa bora zaidi? Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kumaliza mechi salama, lakini kikubwa kama wachezaji tumeumia kwa sababu tulijiandaa kwa ajili ya kuchukua ngao, lakini pia Mwenyezi Mungu naye ana mipango yake, haijawa bahati upande wetu. Tunashukuru pia kwa hilo. Kwa mapungufu yetu tunaenda kuyafanyia kazi. Naamini kwenye ligi tutarudi vizuri na tutaamua kupambana kwa ajili ya kuchukua ligi. Tunajua tumeteleza, tumejifunza, lakini inaumiza kiukweli. Kama wachezaji ni mara pili tena hii tunaikosa. Tumeumia kiukweli, kwa hiyo tunaenda kujipanga tena kwa ajili ya kuanza ligi vizuri. Shukrani. Asante sana.